Sifa. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo ametuandalia siku hii ya leo ili tukaweze kujumuika kuwa na mkutano mmoja kwa ajili ya kumwabudu na kusikia kutoka kwake. Nashukuru sana pia vile vile kwa wale labda pengine japo sioni nyuso geni. Nashukuru sana pia siku hii ya leo Bwana ametujalia kuwa na mtumishi wake Pastor Eliud. Karibu sana. Kwanza kabisa wacha tukainamishe vichwa vyetu tukapate kuomba. Baba yetu uliye juu mbinguni, Bwana, tuaja mbele zako Mungu ketie mahali patakatifu tunapoenda kuliangalia neno lako ambalo umetujalia siku hii ya leo kwa ajili ya kusanyiko lako Bwana. Watu wako wamekuja Bwana wakiwa wanataka kusikia kutoka kwako, wakati ambapo pia wanakulihimidi jina lako Bwana. Bwana, tunakuomba kwamba ukaseme na nyoyo zetu Mungu ketie mahali patakatifu, na neno lako likawe mbegu ambayo utakomeweka katika mioyo yetu vile vile uliweka neno lako Bwana, tukamkubali mwana wako Yesu Kristo Bwana. Tusaidie Bwana, ukaendelee kutuimarisha katika imani. Mungu ketie mahali patakatifu Bwana. Yule ambao bado hajampokea mwana wako Yesu Kristo Bwana, tunakuomba kwamba ikakupendeze kwamba ukaweze kumsaidia kupitia Roho wako Mtakatifu akaweze kujisalimisha kwa mwana wako Yesu Kristo na kumwamini ili apate uzima wa milele. Ukatuongoze Bwana hadi tamati wa mkutano huu, wacha yakafanyike kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Uhimidiwe milele katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Amen. 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 Okay, tunashukuru sana kwa nafasi hii ambayo Muumba wetu ametujalia. Mimi kwa majina naitwa Oduor Carrington, nami ni mjakazi wa Bwana ambayo kwa rehema zake amenileta kuwa mwanafunzi wake, na lihimidi jina lake kwa ajili ya hilo. Haswa leo tunaenda kuangalia kulingana na sema sifa. Iko sababu ambayo inatupelekea kuangalia sifa, na ningependa kuanza hivi nikiuliza kusanyiko ni je, uko na rafiki ambayo huwa mara nyingi mnaongea? Marafiki ama rafiki mnawasiliana, mnaongea, na hata kama ungeulizwa je unamjua, unaweza ukasema kwamba unamjua. Sasa tunaenda kuangalia kwamba ni kitu gani ambacho kinachokupeleka wewe kusema kwamba unamjua. Jina la Bwana lipewe sifa. Haswa tukiangazia sana sifa ambazo ni za Mwenyezi Mungu, sio kwamba ni sifa ambazo ni za mwanadamu, lakini na kupatia tu mfano wa rafiki yako ili ukapate kujua tunaelekea wapi. Jina la Bwana lipewe sifa. Sijui unaweza ukasema kwamba huyu rafiki yako ni mtu wa namna gani. Kama ungepewa nafasi kwamba ukapate kujieleza, huyu rafiki ambao unasema kwamba ni rafiki ni mtu wa namna gani, unaweza ukamweleza vipi? Maana kuna watu ambao wamejikuta kwamba wameingia kizimbani ama kotini na wakaweza kuulizwa juu ya wale ambao walikuwa nao karibu. Maana kesi ambayo imewapata ni wako mahali pamoja na inabainika kwamba wao ni watu wa karibu sana, na wakaanza kuulizwa uhusiano wao kati ya yule mwingine, na wakati mwingine watu wakashindwa kueleza wanapoanza kudadisiwa na kuhojiwa
juu ya kumjua yule mtu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo, kwa kumjua mtu tunajua kwamba inaanza, labda pengine unaweza kumjua jina, mimi ni fulani wa fulani, natoka maeneo fulani. Ni mambo ambayo mtu anaweza kauliza ama akajua. Lakini je, hilo linamaanisha kwamba umemjua huyu mtu? Je, hilo linamaanisha kwamba umemjua? Kuna zaidi ya hapo ya jina, na labda pengine mambo mawili matatu, labda pengine anafanya kazi wapi, ama anapenda nini. Kuna vitu tu ambao unaweza ukajua kwa mtu na ukawa unadhania kwamba unamjua. Na kwa kumjua mtu ni vizuri kwamba iwe umemjua, umekuwa pamoja naye na umekuwa na mazungumzo naye mara kwa mara, utaweza kwamba utaanza kumwelewa na kumjua kwamba huyu rafiki yangu ni mtu wa aina gani. Na isitoshe pia ni vizuri kwamba umekuwa naye katika hali tofauti tofauti ya kimaisha. Inaweza kuwa ni wakati ambapo hana furaha, inaweza kuwa ni wakati ambapo hana uzuri, inaweza kuwa ni wakati ambapo ana hasira, jambo fulani limemtendekea isivyompendeza. Basi unaweza ukaona kwamba huyu ni mtu wa aina gani. Hata huenda kwa vile vile tunavyokusanyika hapa, tunaweza tukasema kwa kiwango fulani tu kwamba tunamjua fulani ni mtu wa namna hii, lakini huenda kwamba hatujajua sababu hatujawahi kutana na maeneo fulani. Jina la Bwana lipewe sifa. Labda pengine rafiki yako hajawahi kukuona ama kuwa na wewe katika base akajua hata yale yanayotoka katika vinywa vyako, lakini wakati ambapo uko katika kanisani ukawa mtu anaona kwamba huyu ni mtu wa namna hii. Kwa hivyo ikawa mtu amekujua kwa upande mmoja. Kwa hivyo namaanisha kwamba kumjua mtu ni kitu ambapo kinaendelea, na pia ni jambo ambalo litachukua masiku, na pia itajihusisha wewe kuwa karibu na huyo mtu. Kwa hivyo hata katika mazungumzo yenu, wakati ambapo mnaongelea tu mambo ya kawaida, iwe ni kazi ama mitani zenu, pia hiyo haitoshi wewe kumjua huyo mtu. Hiyo haitoshi wewe kumjua mtu. Na unaweza kuwa na rafiki, lakini kuna mambo ikifika yeye hawezi akakwambia. Kuna mambo ikifika na anaona kwamba hawezi akakwambia, hata kama jambo linamfanyikia, lakini unajaribu kumdadisi. Inamaanisha kwamba kuna mengi ambao pia bado hujajua kutoka kwake, ama yeye hayuko huru kujieleza kwako. Inamaanisha kuna mambo ambayo bado ameficha kwako. Kwa hivyo kumjua mtu ni pia iwe umekuwa pamoja naye katika hali tofauti tofauti, na katika mazungumzo ambayo ni ya ukweli na ya kwa undani zaidi. Jina la Bwana lipewe sifa. Haswa malengo yangu na malengo yetu ya kuja mahali hapa ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na kusikiliza yale ambayo ametupangia kwa ajili ya siku hii ya leo. Haswa ningependa kuwauliza kwenu huku pia mkitayarisha microphone, sababu nitawauliza ili mkapate kunijibu. Wewe ukiolezwa kwamba ueleze Mungu ambapo unayemwabudu, najua umekuwa unakuja kanisani, sijui ni miaka mingapi tangu uokoke,
unakuja katika ibada, unaweza ukaeleza kwamba Mungu unayemwabudu ni Mungu wa namna gani? Na haya itabidi nichukue majibu kutoka kwenu. Iwe unatufuatia katika mtandao, mahali ambapo ulipo, unaweza ukaelezea kwamba huyu Mungu ambapo huwa unamwabudu, ukiulizwa kwamba ni Mungu wa namna gani, unaweza ukaeleza namna gani? Tafadhali tuendeni kwa haraka. Huyu Mungu ambaye namwabudu. Halo? Kwa ishara ya mikono tafadhali, ndio ili upewe microphone. Tafadhali kwa haraka, sababu sitarajii kwamba mahali pale tukaweze kukawia sana. Ni Mungu mtakatifu. Ni Mungu mtakatifu. Asante. Brother Shadrack ambao pia ni pastor anasema ni Mungu mtakatifu. Mwingine? Mungu ni baba wa wote wenye mwili. Mungu ni baba wa wote wenye mwili. Wenye mwili. Mungu ni baba wa wote wenye mwili. Tumeshapata mama na tumeshapata tupate. Okay, karibu. The God we serving is holy and just. Sorry? The God I serve is holy and just. Knowledge and trust. Anamjua Mungu wake, Mungu mwenye ufahamu wote, ama hekima, ufahamu, knowledge and trust. Na mwingine? Vijana. Ni Mungu mwaminifu. Mungu mwenye wivu. Mwaminifu. Mungu mwaminifu. Nimesikia vibaya. Mungu mwaminifu. Ni Mungu mwenye nguvu zote, heshima na upendo. Mungu mwenye nguvu zote, heshima na upendo. Heshima na upendo. Kwa hivyo kuna vile tunaweza tukamweleza huyu Mungu, na haya yanatokana na sifa ambazo tunaona kwake, ambayo si kuona kwa macho, haswa katika maandiko vile inavyotueleza, na katika maisha yetu tunayo ushuhuda ya hayo kupitia maandiko matakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni Mungu mwaminifu, Mungu mtakatifu, na hayo ambayo mmeyataja. Na ningependa kuangalia baadhi ya sifa ambayo naweza sema ni upendo, na hii ambayo imetajwa, Mungu mtakatifu, na Mungu ambayo yajua vyote, omniscience. Sawa. Mungu ambayo yajua yote, yale ambayo yamepita, yale ambayo ya sasa anayajua, na hata yale ambapo yatakayokuja. Sawa. Alafu Mungu wa haki na Mungu mwaminifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana katika hizi sifa kunakuwa na wakati mwingine watu wanakosa kumwelewa Mungu. Ni kwa sababu hawataki kuja karibu na Mungu, wakiendelee kumjua huyu Mungu, wakiendelee kusoma maandiko na wakapate kumjua huyu Mungu zaidi. Vile vile unaweza kuwa karibu na rafiki. Kwa hivyo twende pale kwamba Mungu ni upendo. Tunaweza kusemaje kwamba Mungu ni upendo? Tunaweza kusemaje kwamba Mungu ni upendo? Maana kuna watu wanaona katika dunia vile mambo yalivyo, na wanaona kwamba hawa watu wanasema kwamba Mungu ni upendo. Hii dunia vile tunavyoona na haya yanayotendeka,
na hizo sifa ambazo tunasikia, je, huyu Mungu ni upendo kweli? Ni maswali ambayo sisi kama wanafunzi wa Yesu tunaulizwa. Ni maswali ambazo tunazo kumbana nazo hata miongoni mwetu. Tunaweza kuwa kanisani na tukaanza katika mikutano hivi ama mahali popote ambapo tuko, na tukajikuta tuweza tukajiuliza wakati mwingine. Kuna ndugu yangu mwingine alikuwa anauliza, sasa kulikuwa na vita, akawa anaona kwamba watu wanakufa, mabomu zinarushwa, watu wanaangamia. Anasema huyu Mungu ni upendo kweli? Mambo anayoyaona na mambo ambayo anayoambiwa kuhusiana na huyu Mungu, anaona ni kana kwamba sio sawa kwake. Lakini Mungu anadhibitisha upendo wake katika njia mingi. Na mimi nawezaona kwamba hata anapomuumba mtu na anamwambia huyu mtu mambo ambayo yanahusiana na maisha yake, anamwambia huyu Adamu jinsi anavyopaswa kukaa, anamfundisha. Kama mtu anakufundisha ili usiangamie, ili usiumie, huyo ni mtu mzuri ama mtu mbaya? Anayekwambia njia ambayo ni mzuri. Maana katika dunia tumeona watu ambao licha ya kwamba wanadai kwamba wana upendo, lakini wameona watu wengine wakiwa wanaenda mahali pa shimo na wakawaacha, wakaenda kwa shimo na kutumbukia, na akaanza kuhadithia baadaye watu, najua kumbe huyu aliona huyu akienda kwa shimo. Mungu ameonyesha upendo wake kwetu. Najua mara nyingi huwa tunahubiri haswa wakati ambapo tunapohubiri, sababu tunahubiri kuhusiana na Yesu Kristo, lakini kuna upendo ambapo inaonekana hata tangu mwanzo. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu anatujali. Na tukienda pale katika Isaya, anawaambia wana wa Israeli, Isaya sura ya 48:17. Isaya 48:17. Bwana akiwaongea na wana wa Israeli anawaambia hivi: Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikipasayo kuifuata. Jina la Bwana lipewe sifa. Hawa watu ambao ni wa Mungu, ambao Mungu amewateua na kuwa na mpango na maisha yao kwa mapenzi yake mwenyewe, anawaambia na anawakumbusha kupitia nabii Isaya yeye kwamba wewe ni Bwana Mungu wao, awafundishaye ili wapate faida na kuongoza katika njia ambayo inawapasa kuifuata. Na hayo pia kama vile tunaona katika Genesis chapter 2. Mtu wa kwanza kuumbwa, Mungu anamuelekeza katika njia ambayo anapaswa kuienenda kwa ajili ya faida yake mwenyewe. Je, huu si upendo? Je, huu si upendo? Kwa hivyo Mungu anatupenda. Mungu anatupenda
na anatushauri kila wakati ili tusije tukaangamia. Na tuliona madhara wakati ambao mwanadamu aliwacha mafundisho ya Mungu na akashika njia yake. Tuliona madhara yake ni makuu sana na inamgharimu mwanadamu hata wa sasa. Na tukifululiza katika kitabu cha Yohana wa kwanza 4:7 hadi 10, 1 John 4:7 to 10. Natumai mko mahali pale. Inasema hivi: wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hivyo Mungu mwenyewe asili yake ni upendo. Ni upendo. Kama upendo haionekani kwako na wewe unamwabudu huyu Mungu, basi sidhani kama umemjua huyu Mungu. Maana maandiko yanatuambia katika hiyo hapo, hiyo aya hapo juu 7, kila apendaye amezaliwa na Mungu. Na hiyo ndiyo kitu ambacho kinaangaliwa haswa kama wataka kuona kwamba huyu mtu ako upande wa Mungu ama hako upande wa gani. Ni upendo. Hata wakati kama vile tunaona tunapoenda katika msimu wa mambo ya uchaguzi, utakuona watu ambapo ni Wakristo wakibebeana mapanga na kuuana, wengine wanaua wenzao na wametoka tu makanisani. Je, upendo wa Mungu uko nao? Je, wao wamemjua huyu Mungu ambayo ni upendo? Maana maandiko yanatuambia kama Mungu ni upendo. Je, wamemjua? Utakuwa na shaka, maana wanapigania ufalme mwingine ambao sio wa Mungu, ufalme ambapo utaharibiwa, ufalme ambapo hautadumu milele. Kwa hivyo ndugu wapenzi, Mungu ametupenda. Nikiendelea kusoma hapo, nikiwa hapo 1 John 4 mstari wa 9 na 10. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu. Lilionekana katika namna gani? Kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Na maandiko hapo aya ya 10 inasema, hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Mungu alitupenda, alitupa kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Kumbuka upendo wa Mungu inaonekana, anamguide mwanadamu Adamu vile atakana akae, vile atakana aishi. Njia mbovu anamuonyesha kabisa kwamba hii njia sio mzuri, na huyu mwanadamu anaenda kinyume na neno la Mungu. Mama baba inahusiana na kukaidi, kuenda kinyume na Mungu inampata. Kama vile tunavyofundishwa mara kwa mara, utengano. Amejitenga na Mungu, akamwamini. Tuliambiwa hapa asubuhi kwamba baba yetu amekuwa ni Ibilisi sababu tumemtii Ibilisi. Tukawacha upendo wa Mwenyezi Mungu.
tukawacha kuamini neno la Mwenyezi Mungu baba yetu Adamu, tukaamini nani? Tukaamini mtu mwingine ambayo ni adui. Lakini still kwa makosa yetu haya bado Mungu, huyu mwanadamu yuko uchi, anajaribu kujifunika. Mungu bado anamjali, bado anampenda, anamvika ngozi, nguo ya ngozi kumfunika. Bado katika haya yote tunaambiwa kwamba Mungu anamtoa mwana wake awe patanisho ili mimi na wewe tusipotee. Ni upendo wa namna gani? Je, unaona makosa ya mwanadamu? Unapoona ulimwengu jinsi ulivyo, hatakani kukuonesha kwamba Mungu hana upendo. Yatakana uone madhara ya kuenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Jinsi vile watu walivyo, yale yaliyojaa moyoni mwao, haipasi kukufanya wewe useme kwamba Mungu hana upendo. Mungu ni upendo. Ametuonesha na tunazidi kufundishwa na Mungu mwenyewe kupitia vitabu vyake vitakatifu ambavyo vimeandikwa na manabii na mitume wale ambao aliwajalia na kwa mapenzi yake. Kwa hivyo ndugu, ningependa kukukumbusha kwamba Mungu anatupenda. Tunapoona yale yanayotendeka chini ya jua, ni kwa sababu ya makosa ya mwanadamu, lakini hata dumu milele. Tunajua kwamba Mungu ako na suluhisho. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ninaomba kwamba hizi sifa tunapoziangalia zikazidi kukuvuta kwa Mungu, ukazidi kumjua Mungu. Wakati ambapo unapofundishwa mafundisho hapa, wakati ambapo unapofundishwa, sifa hizi za Mungu zinajitokeza wazi. Hata kama ni kwa saizi mtumishi wa Mungu Pastor Yeri anaendelea na Genesis, umeona sifa za Mwenyezi Mungu, uaminifu wa Mwenyezi Mungu, unaona mahali pale. Je, inakuvuta ujue kwamba Mungu ni mwaminifu? Yale ambapo hayameahidi, hata kama hauyaoni, yatatatimia. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa jambo lingine ni kuhusiana na utakatifu wa Mungu. Maana maandiko yanatuambia kwamba Mungu ni mtakatifu asiye na dhambi. Hebu tusome Isaya 6:3. Isaiah chapter 6 verse 3. Naongea kuhusiana na watu walioitana mahali pale, kila mmoja na mwenzake, wakisema mtakatifu mtakatifu ni Bwana wa majeshi, duniani yote imejaa utukufu wake. Hapa kuna maswala ambapo yanayoongelewa hapa katika mambo ya ambapo inahusiana na utawala ambapo ulikuwa hapo wa falme aliyokufa wakati ambapo Uzia mfalme alipokufa. Wacha nianze kusoma hapo kuanzia aya ya 1 hadi ya 3. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana. Isaya anasema hivyo, alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake likalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka.
wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Kuna maandiko tu mengi tu ambayo yako ambapo yanaonesha kwamba Mungu ni mtakatifu asiyekuwa na mawaa. Na katika hii utakatifu wa Mungu, pia watu wanapokutana na maandiko mengine wanaanza kuwa na shaka, ama wanaanza kuwa hata wengine wanarudi nyuma katika kuendelea kujifundisha. Kama wale ambao bado labda pia wameanza katika discipleships, labda pia wale ambao bado wako kwa wachanga katika imani, inakuwa ni jambo ngumu kwao, maana labda pengine wamewaambiwa kama Mungu ni mtakatifu, na wanapokutana na maandiko kama Isaya 45:7 inaanza kuwa swala gumu kwao. Maana wamewekwa katika akili kabisa na kufundishwa mambo ya kweli kama Mungu ni mtakatifu. Alafu katika maandiko hayo katika kitabu hicho wanaambiwa kwamba mambo mengine. Hebu tusome hapo Isaya 45. Nadhania hilo brother Shadrack aliwahi kulishughulikia mahali hapa wakati ambapo dada mwingine alipoulizia. Inakuwa mjadala sana wakati ambapo aswa kwa watu ambao bado hawajaelewa sifa ya Mungu ya utakatifu, wanapokutana na maandiko kama haya ambayo yanayosema hivi, nikisoma na niko katika Isaya 45:7. Mimi naiumba nuru na kulihuluku giza, mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya, mimi ni Bwana niyatendayo hayo yote. Jina la Bwana lipewe sifa. Maandiko haya hapa Mungu anajidhihirisha katika, anasema kuhusiana na yeye mwenyewe. Sema mimi ni naiumba nuru na kulihuluku giza, mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya, mimi ni Bwana niyatendayo haya yote. Kwa Kiingereza nasema I form the light, I create darkness, I make peace and create calamity. I am Yahweh who does all these things. Watu wakaanza kuwa katika njia panda. Mjikuta katika njia panda. Wale ambapo wameenda katika ni driving school ama ni unaweza kujipata katika njia panda. Sasa ni gani ambayo ni kweli hapa? Uelewe utakatifu wa Mungu. Mungu anabakia ni mtakatifu, yote ayatendayo yeye ndiye muumba. Kulingana na akili ya mwanadamu, ni mambo ambayo mwanadamu atakweza kuchanganyikiwa wakati ambapo anapoyakutanisha haya maandiko kusema Mungu ni mtakatifu, na tena huko anasema sasa yale mabaya pia Mungu anahusika nayo. Amini yale ambayo Mungu anasema. Amini yale ambayo Bwana anasema. Amini yale ambayo Bwana anasema, maana sisi ni kazi ya mikono ya Muumba. Neno lake linasema yeye ni mtakatifu. Anasema kwamba yeye ndiyo anayefanya haya ambapo yametajwa hapo. Kwamba I make peace and create calamity. Sisi hatuwezi tukamuuliza katika, tusidoubt neno la Mungu.
swali tujiulize tukiwa tuko na nia ya kutaka kujua, kufahamu. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana tukianza kumuuliza Mungu maswali, sisi ni kazi ya mikono yake, hatutaweza kuyajibu yale ambapo atakayotuuliza. Alipokuwa anaweka msingi, hatukumshauri, hatukuweko. Hata hatuwezi tukamuuliza, wewe kwa nini mimi huku nifanya nisiwe katika hii dunia? Yeye alipenda wewe uwe. Kama utamuuliza maswali mengine, kwa nini usimuulize wewe kwa nini ulifanya mimi nikuwe? Ama hiyo najua hiyo unaogopa, sio? Kumuuliza Mungu kwa nini ungenifanya nisikue? Tuende pale katika tushuke hapo katika kitabu hicho cha Isaya 45 mstari wa 9. Inasema jambo pale. Tazama msomaji, kama uko karibu na kipaza sauti hapo, uko mahali pale, wacha nitasoma Isaya 45:9. Neno la Mungu linasema hivi: ole wake ashindanaye na muumba wake, kigai kimoja katika vigai vya dunia. Je, udongo umwambie yeye aufinyange, kunafanya nini? Au kazi yako hana mikono? Kwa Kiingereza, who to him who strives with his maker a clay pot among the clay pots of the earth. Shall the clay ask him who fashions it, what are you making? Or your work, he has no hands. Sisi ni kazi ya mikono ya Mwenyezi Mungu. Kuna mambo ambayo hatuwezi tukamuuliza. Kuna mambo ambayo hatuwezi tukamuuliza. Tuendelee kujifunza, tutaendelea kumjua huyu Mungu na yale ambayo maswali ambapo tuko nayo. Not swali. Mahali kama uko na swali isikuanze kufanya maamuzi ya haraka. Kuna mambo ambayo mimi nimekuwa naye ambapo nilikuwa niko na maswali. Hata kuna walimu ambao walianza kunifundisha wakashindwa kuyajibu. Mimi sikupata majibu, nikarudi nikakaa nyumbani huko. Sababu sasa mimi nilikuwa ni mtu ambapo kusudi umshawishi. Sababu nilikuwa nimejua kidogo maandiko. Nikuniuliza hii, mimi nakwambia kuna mahali hivi imeandikwa. Hata kama sijui, lakini nakwambia kuna mahali imeandikwa hivi. Lakini my point ni kwamba sisi ni kazi ya mikono ya Mungu ambayo tumeumbwa. Tunaweza tukauliza swali, tukuulize swali kama tuko na tuna matarajio ya kujua. Tuko na matarajio, tunataka kwamba tukapate kujua. Jina la Bwana lipewe sifa. Not swali ambapo huko nayo na uwe mvumilivu. Kuna maswali mengine inaweza kuchukua muda kabla haujajua. Hata mimi nilikuwa nimekuja hapa kanisani, japo sikuwa mtu mwenye kupinga, nimekuwa mtu wa kukaa na kusikiliza na kujaribu kuyafuatilizia mafundisho. Majibu mengine nikayapata tu polepole ninapoendelea kuhudhuria mikutano na kusoma maandiko pamoja na kumwabudu Mwenyezi Mungu katika mambo ambayo yanahusiana na sala na dua tunayofanya. Kwa hivyo unaweza kukawa na swali juu ya mambo ambayo yanahusiana na sifa za Mwenyezi Mungu, lakini kuwa mvumilivu katika maswali yale ambapo unaweza kaibuka na ambao unaweza ukawa nayo, na unaweza kauliza. Na hata wakati mwingine unapojibiwa huenda kuwa haujaridhika naye, bali hutaki kumwambia mwalimu kwamba haujaridhika. Hiyo pia iko. Unamwambia tu sawa hapo nimeelewa. Lakini wewe mwenyewe unajua moyoni mwako kwamba hapo mwalimu sijashawishika.
lakini endelea kuomba kwamba Mungu akusaidie kuyajua mambo ambayo yanapaswa kuyajua, yale ya msingi, haswa mambo ambayo inahusiana na wokovu wa mwanadamu. Na pia unapoendelea kujifundisha utapata kuyajua haya ambayo ni sifa za Mwenyezi Mungu. Mtume Paulo pia anasema pale katika kitabu cha Warumi 9:18 hadi 21, mambo ambayo inahusiana na hiyo Isaya 45:9, Romans 9:18 to 21. Romans 9:18 to 21. Nitasoma. Basi kama ni hivyo, atakaye kumrehemu humrehemu, na atakaye kumfanya mgumu humfanya mgumu. Anahusiana na mambo ya wokovu. Bado ni huyo Mungu ambaye ni mtakatifu. Hiyo haibadilishi utakatifu wa Mwenyezi Mungu. Anamrehemu atakaye na anafanya moyo mgumu atakaye. Ni mambo ambayo mwanadamu sio rahisi kuyakubaliana nayo. Anaona kwamba labda pengine Mungu hayuko fair, lakini dunia hii ni yake, mbingu ni yake. Utafanya nini? Kubaliana na maamuzi ya Muumba. Nikiendelea kusoma aya ya 19. Basi utaniambia, mbona ungali akilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudio lake? Ni maswali ambapo watu huwa wanatuuliza wakati ambapo unapofundisha huko nje. Kama Mungu ndiye anayerehemu na yeye ndiyo anayefanya moyo mgumu, sasa kwa nini basi aje aseme huyu hakukubali, hakumwamini fulani, hakumwamini Yesu, amchie motoni? Yeye ndio ni mwamuzi. Maana Adamu alishatenda dhambi. Sote uzao wake tu wenye dhambi. Ni kutakasika kwa Yesu Kristo ndiyo inatuleta katika uzao wa Mungu tena. Nasema hivi katika verse aya ya 20 na 21. La sivyo, binadamu, wewe unani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwani kuniumba hivi? Je, unaweza kauliza Mungu namna hiyo? Kwa nini ukaniumba hivi? Watu wananitukana, mimi kichwa yangu imekaa hivi, imekaa vile, ama masikio yangu. Anasema hivi, mfinyanzi je hana amri juu ya udongo, kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja, kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima. Yaani mfano huu unaotolewa juu ya mfinyanzi anayetengeneza vyungu. Nadhania niko sawa kwa Kiswahili hapo. Ana mamlaka juu ya udongo. Anaweza kitu ambacho anataka kukitengeneza, yeye ndiye anajua. Mimi nilikuwa mchoraji, naweza fikiria kitu chochote nikaanza kukichora. Sasa mfinyanzi pia ana tabia kama ya huyo mtu ambapo huwa anachora. Anaweza kuwa na kitu ambapo anataka kukitengeneza na akakitengeneza, kingine akakitengeneza cha heshima na kingine akakitengeneza cha heshima, na kimoja kiwe hakina heshima. Hivyo ndivyo vile Mungu alivyo katika maisha yetu. Kama vile mfinyanzi ni mfano ambao ni mzuri ambao tunaweza tukawa nayo.
Ukiyajua hayo inakusaidia kuendelea kumjua Mungu. Hata wakati ambapo unapofundishwa unaendelea kumjua huyu Mungu, na maswali ambayo uko nayo yanajibika, maana umejua huyu Mungu ambaye unayemwabudu. Hata waimbaji walipokuwa imba nyimbo za kuabudu na nyimbo za sifa, hapa unaona sifa za Mungu ndio walikuwa wanafanya nini? Wanayaweka. Hata wakati ambapo unapoinua mikono na kumwabudu huyu Mungu, umejua sifa zake. Uwezi ukamwabudu huyu Mungu, itakuwa ni ngumu kwako kama uwezi ukashangilia mtu na mtu ambapo yani uoni, yani hakuna kitu hapo kinachokusukuma kwamba ukamsifu. Nadhani nitawachia hapo, naona muda umeenda sana. Nitawachia kwa hapo, haswa nikilenga madhumuni kuu katika masomo haya. Nalenga kwamba ukapate ikaweze kukusongeza pia kumjua huyu Mungu ambaye tunayemwabudu, na pia kuna sifa ambazo katika makanisa mara nyingi hatuyataji na yanapelekea watu kutomjua Mungu kwa usawa. Inafanya mpaka watu wanakuwa na mtazamo ambao sio sawa na Mungu, sababu kuna part ambao bado hawajaambiwa. Inakaa nikana kwamba, hata nilifanya uchunguzi, naona kwamba wanasema kwamba hizo sifa zimetoka kwa mwanadamu zikaja kwa Mungu. Sasa nashindwa, ni Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake ama na mfano nani hapa alichukua mfano wa mwingine? Mungu ndiye alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, sivyo? Kwa hivyo natumai kuna kitu ambayo umetoka nayo hapo, na majaliwa tutaweza kuendelea katika sehemu hiyo ili tukaweze kuendelea kujifundisha, tukaweze kuinuka katika miguu yetu na tukapate kusali. Tuamini na tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, wewe ni Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu. Uinuliwe na ukazidi kutukuzwa hata milele Bwana katika nyoyo zetu Bwana. Tazama, tulikuwa tunaangalia sifa zako ambazo zinadhihirika katika maandiko yako matakatifu. Bwana, tusaidie tunapoyaangalia sifa hizi zako ambazo zinazojitokeza katika maandiko yako. Bwana, wewe ni Mungu ambaye unatenda kazi katika njia ya maajabu, na unaweza kutumia jambo lolote Bwana kumsongeza mwanadamu kwako Bwana. Bwana, tunakuomba kwamba ukaitumie sehemu hii Bwana, ili watu wako Bwana ukawavute kwako Mungu aliye mtakatifu, wakikujua ili wakakuabudu Bwana katika roho na kweli Bwana. Wasiwe na shaka na wewe Bwana wanapoona mambo yanayotendeka katika dunia hii Bwana. Tusaidie ewe Yehova Mungu aliye mtakatifu kuyafanikisha yale ambapo uliyokusudia katika somo hili Bwana Mungu aliye mtakatifu. Mimi inaweza kuwa si mwalimu mzuri, bali wewe ni mwalimu mzuri ulioanza kumfundisha Adamu Bwana. Ukatufundishe Bwana kila mmoja wetu jinsi upendavyo wewe Bwana. Na haya tumeyasongeza mbele zako, maana ndiyo haja ya mioyo yetu, na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Amen.